subscribe to my channel and also press this bell icon. Simba anafanya maandalizi kuelekea kwenye mchezo huo. Young Africans wao zimesalia siku chache mpaka hivi sasa, lakini hatujui mwanga wao ni upi. Wanasema kwamba hawapeleki timu. Taswira kwako unaionaje? Juni 15 ni siku ya aina gani? Hii ni siku ya kihistoria. Juni 15 baada ya siku ya kihistoria ya tarehe 8, leo hii imekuja kutufanya tujue madudu yaliyopo kwenye mpira wa miguu wa Tanzania. Kwamba kumbe kuna watu wanakuaga wanakatana juu kwa juu. Bwana ubingwa kata. Ndio siku ya tarehe 15 itakuja kutuwekea historia mpya kwenye mpira wetu. Kwa hiyo Juni 15 ni siku ya kihistoria kwenye mpira wetu. Haswa kwa TFF na bodi ya ligi kwa mara ya kwanza kusimamia haki na kusimama kwenye maamuzi stahiki yanavyopaswa kuwa. Kuna uzi mwembamba sana uliokuwepo kati ya bodi ya ligi, Simba na Yanga. Kuna uzi mwembamba uliopo kati ya bodi ya ligi, Simba na Yanga pamoja na TFF. Na kuna uzi mdogo uliokuwepo kati ya TFF na kuondoka madarakani kupitia huu mchezo wa tarehe 15. Bodi ya ligi hivi sasa imeshikiliwa hivi na Simba Sports Club. Nakwambia ukweli. Bodi ya ligi imeshikiliwa hivi, imekumbatiwa hivi pamoja na TFF na wale viongozi wale na Simba Sports Club. Wakienda kuharibu tarehe 15. Narudia tena, wakienda kuharibu tarehe 15, wasiposimamia haki, basi wajue uongozi wa TFF na bodi ya ligi upo matatizoni. Kwa sababu Simba hawatokubali tena kucheza huu mchezo. Simela vizuri. Yanga walishatangaza hawachezi tena huu mchezo. Nyinyi bodi ya ligi na TFF mnajiweka kwenye mazingira gani? Tuongee ukweli. Yaani baada ya tuseme basi wameahirisha mechi tarehe 15. Simba anagoma kucheza mchezo. Atatokea mtu anakuambia hivi, wapewe wakigoma Simba basi Yanga watapewa alama 3. Kaka, ingekuwa ni rahisi kuzitoa hizo alama 3. Ingeanza tangu tarehe 8. Tarehe 15 ioni Simba akipewa alama 3. Kwa jinsi ambavyo viongozi wa TFF na bodi ya ligi walivyokuwa goigoi, inawezekana hii mechi tarehe 15 Simba asipewe alama 3. Kwa jinsi bodi ya ligi viongozi wake na TFF walivyokuwa goigoi, wanavyoshuka masikio, inawezekana Simba tarehe 15 asipewe alama 3 na Yanga asilimu alama 15. Hii mechi ikaahirishwa. Kikanuni Young Africans aleti timu uwanjani. Kabo, unategemea nini kutoka kwa viongozi wa TFF, lakini pia unategemea nini Simba wapate tarehe 15? Mechi ipo pale pale. Bodi ya ligi wameshatangaza na hakuna taarifa yote ya kuahirishwa mechi. Uongo kweli? Si ndio maana yake? Kanuni ya 31 kuhusiana na timu kutokufika uwanjani. Na nukuu kanuni. Naomba tuweke saba kwenye kanuni kwanza. Kanuni ya 31 ya timu kutokufika uwanjani. Adhabu 2 tu nitawatajia zilizopo kwenye ile kanuni. Ni timu itakayofika pale na kutimiza matakwa yote ya kimchezo kupewa alama 3 na magoli 3. Lakini timu isofika inapaswa kukata alama 15 na kulipa milioni 5. Milioni 250. Si vizuri? Watapewa mamlaka milioni 250, watapewa timu ambayo itakayofika siku ile pale. Hiyo ni kanuni, sio mimi. Watu wakasome. Maki watu kusoma hawataki. Si vizuri? Wakasome. Hiyo ni kanuni ya 31 kwenye kanuni za bodi ya ligi, ambazo hizo kanuni Simba, Yanga, KMC na timu zote zinazoshiriki ligi kuu zilishiriki kuzitunga na zikasaini kupitisha. Kwa hiyo Young Africans wakayo wajue na wakayo akitambua kwamba tarehe 15 wasipopeleka timu alama 15. Alama 3. Na viongozi ambao walioshiriki Young Africans kushawishi kutokupeleka timu siku ile, pia na wenyewe wanapaswa kufungiwa, huku alama 15 na alama 3 zikiondoka kwenye ule wigo wa Young Africans
baada ya kuzitafuta hizo alama. Tena Alikamwe walizitafuta kwa uchungu, jasho. Nikukumbusha hapo kwa Alikamwe kwamba amezungumzia hakuna mtu yeyote ambaye atakata hata alama moja ya Young Africans. Kiburi hiki ama hii jeuri Alikamwe anaipatia wapi? Kama kanuni zinaeleza hivyo, lakini Alikamwe aliinuka kwa jazba na kwa kupaniki kwa kuongea hivyo. Tena kama kuna kauli mbaya ambayo alizungumza Alikamwe, kauli mbaya mbovu, ambayo ndio maana nakwambia hata uongozi wa juu sijui unafikiriaga nini kutoka sometimes na kuwakataza hao wasemaji baadhi ya kauli wanazozitumia. Kama wewe ni anawaambia mamlaka sasa. Nchi. Kama wewe ni mwanamume kweli, ziguse alama za Young Africans. Anawaambia nani? Anawaambia mamlaka sasa. Na walikaa chini wakakaa chini na wao wakashiriki kutunga kanuni. Kama wewe ni mwanaume kweli, gusa alama zile za wanaume ambao walipambana na kutoka jasho. Kwa hiyo anawaambia mamlaka ambao kiuhalisia wana haki ya kimsingi ya kuusimamia mpira huu. Ni ukosa adabu wa hali ya juu. Sasa nataka niwaone bodi ya ligi na TFF. Wao ni wanaume au sio wanaume tarehe 15. Kama endapo watakata pointi, kauli ya Alikamwe atajiweka wapi sasa kwenye ile kauli yake alizungumza kwamba hakuna hata mwanaume wa kukata alama moja ya Young Africans. Ikitokea TFF na bodi ya ligi wametimiza kanuni na sheria, sasa ataiweka wapi? Alikamwe always ni mtu ambaye anapenda kuropoka. Always ni mtu ambaye anapenda kuropoka. Alishabani Kamwe. Kwani mara ngapi amesharopoka hizi kauli? Ameshaongea kauli nyingi. Alikamwe kashakosea watu adabu hapa. Kuna watu waliwahi kuwaita andazi au umesahau wewe? Asharopoka sana Alikamwe hapa katikati. Lakini mwisho wa siku anarudi anakuja kuomba radhi. Uongo kweli? Mwisho wa siku watu wanakuja wana backup kutokana na Yanga ni timu kubwa, nini watu wanaogopa. Hapa katikati alikuwa anatakiwa achukuliwe hatua. Unakumbuka hapa alipelekwa kwenye kamati ya nidhamu, watu backup wakafuta hivyo wakampiga fine. Si mzuri. Amezoea kuropoka. Itakuwa ni aibu kwa Alikamwe. Kama bodi ya ligi kweli watasimamia kanuni na sheria za mpira wa miguu na kuwapa Simba alama 3, magoli 3 na Young Africans kukata alama 15. Hili linapaswa kufanyika tarehe 15. Historia ya mpira wetu ndio itaenda kutengenezwa pale. Sijui vizuri. Na bodi ya ligi na TFF ndio wataokoa uongozi wao kuanzia pale. Na ndio tuonekana hawa watu kweli wapo kwa ajili ya mpira wa miguu ama wapo kwa ajili ya timu mbili za Simba na Yanga. Tarehe 15. Hakuna siku nyingine yoyote ya kutengeneza historia kwenye mpira wetu kama tarehe 15. Kama bodi ya ligi na TFF wasipofanya maamuzi sahihi tarehe 15, brother, naomba uniletee mic, mimi nitakuwa mtu wa kwanza kufanya kampeni ya bodi ya ligi na TFF kuondoka madarakani kutuongozea mpira wetu. Kama watotimiza sheria na kanuni. Kama watotimiza sheria na kanuni tarehe 15. Narudia tena. Naomba uniletee mic. Na kila utakapokuwa unaletea mic, neno langu litakuwa ni moja. Bodi ya ligi na TFF hatuwataki madarakani kwenye mpira wetu. Waondoke kwenye mpira wetu. Hatuwataki. Sijui vizuri. Tarehe 15 ni siku ya kihistoria kwenye mpira wa miguu. Tarehe 15 ni siku ya kihistoria kwenye mpira wa miguu. Mnyama Simba asilimia za ubingwa mpaka hivi sasa zipoje? Mnyama Simba asilimia za ubingwa mpaka hivi sasa. Yaani ukizungumza mpaka hivi sasa, Young Africans ana asilimia kubwa kuchukua ubingwa kuliko Simba. Ila kwa sababu Young Africans wameenda na kauli mbiu yao ya kwamba hatuchezi, Mnyama Simba ana asilimia kubwa ya kuchukua ubingwa kuliko Young Africans. Kabla hii dabi ya Kariakoo tangia Machi 8 tumezungumza sana mimi na wewe, hatuchezi. Tumezungumza sana bodi ya ligi, tumezungumza sana TFF, Wallace Karia, Mguto, Almas Kasongo, tumewazungumza sana. Natumai itakuwa ndo interview yangu ya mwisho mimi na wewe kuzungumza leo hii, lakini pia neno lako la mwisho baada ya hapa tutakutana tarehe 15 Benjamin Mkapa. Nini kimetokea? Tutapata kitu kizuri sana cha kuzungumza. Malizani neno moja la mwisho. Naomba na wewe kupitia na wewe na online zingine, sitaki tena mje tena kunioji tena kuhusiana na issue ya dabi kuanzia hivi sasa mpaka tarehe 15 ipite. Naomba urudie Kabwe. Kuanzia mimi Singano na online zingine. Sitaki mje mnioji tena masuala ya dabi kuanzia hivi sasa mpaka tarehe 15, siku ya kihistoria ipite. Umechoka haya maneno. Kila siku tunawaelezea watu kitu kimoja. Hebu fikiria, yani imekuwa ni series. Ilianza issue tulianza kuelezea issue ya kanuni tarehe 8.
Tukatoka hapo Yanga apewi alama 3, tukasema vya panzi furaha ya kunguru. Kunguru ni Simba. Panzi ni Yanga na TFF. Leo wanagombana. Wanatoleana mpaka siri. Kumbe walikuwa wanakopeshana. Sijui mla vizuri. Yaani taasisi moja kubwa ilikuwa inaikopesha taasisi nyingine. Sijui mla vizuri. Walikuwa wamekaa wenyewe wanakubaliana katika makubaliano yao. Bwana wewe mimi nikichukua ubingwa wowote ule. Sijui mla vizuri. Kama nina madeni au nina vitu vyote, kwa mfano walikuwa wanatolea mfano, kwa mfano madeni ya vibali vya wachezaji, wewe utakata huko. Yaani ni mbaya sana kwenye mpira wetu. Honestly speaking, ni mbaya sana. Watu wanaweza kuwa wanachukulia sakata kawaida, lakini limeuvua nguo mpira wetu. Limewavua nguo viongozi wa Yanga. Limewavua nguo viongozi wa TFF. Kwa nini limewavua nguo viongozi wa Yanga na kwa nini limewavua nguo viongozi wa TFF? Ni pale ambapo barua ya Africans ilipotoka kwamba misimu mitatu Young Africans hawajapewa ubingwa, hawajapewa fedha ya ubingwa wowote. Yaani hawajapewa fedha ya ubingwa wa Confederation Cup yoyote. Yaani katika misimu mitatu kuanzia 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, Young Africans hajachukua hela yoyote ya mashindano ya Confederation Cup. Hii ni aibu. Na hapa ndio nitaka nianze kupima uelewa wa mashabiki wa mpira wa bongo na wanachama wa hivi vilabu. Wanachama wa hivi vilabu vya Simba na Yanga, ukiwa unaongea ukweli, ukipita mara nyingi kwenye mitandao ya kijamii, wao huwa wanakutukana. Simula vizuri. Lakini ni mashabiki ambao siku zote wamekuwa hawaoji vitu vya msingi kwenye vilabu vyao. Young Africans walifanya mkutano mkuu hapa katikati. Simula vizuri. Kwenye mkutano mkuu waliofanya kwenye eneo la mapato na matumizi, fedha za ubingwa wa Confederation Cup zilikuwa kwenye misimu mitatu, fedha za ubingwa zilikuwepo. Wewe ulikuwepo kwenye mkutano mkuu wa Young Africans. Kuna mwanachama gani wa Yanga alihoji kuhusiana na hii fedha? Au uongozi ni lini uliwahi kuambia Young Africans kwamba tunawadai TFF hela za misimu mitatu ya ubingwa wa Confederation Cup? Ni lini? Of course hakuna. Ndio kwanza nalione hapa. Wewe ni shida. Leo hii wanachama wa klabu ya Young Africans na mashabiki badala ya kuhoji uongozi wao, wanachama na mashabiki wa Young Africans badala ya kuhoji uongozi wao, na wenyewe wameungana na uongozi wao kuwahoji TFF. Mwenye jukumu la kuwahoji TFF ni nani kati ya uongozi wa Young Africans na mashabiki? Mwenye jukumu la kuhoji uongozi wa TFF kati ya Yanga na mashabiki na wanachama na uongozi wao ni yupi? Obvious ni uongozi wao. Baada ya uongozi wao kuwahoji wale, jukumu la wanachama na mashabiki walipaswa kumhoji nani? Walipaswa kuhoji uongozi wao. Walipaswa kuwauliza pia, katika misimu mitatu ya mapato na matumizi, mbona mlijumuisha hizi fedha za ubingwa? Mbona hamkutuambia kuhusiana na kuwadai TFF? Kwa nini sasa? Swali lingine la msingi linakuja. Isingekuwa kutokuchezwa dabi ya tarehe 8, hili swala la Yanga na TFF kukopeshana fedha au kukatwa fedha juu kwa juu, wanachama na mashabiki wa Young Africans wangejua? Nikuulize wewe swali la msingi. Jibu ni hapana. Kama isingechezwa, kama ile dabi ya tarehe 8 ingechezwa ya Simba na Yanga, haya yote ambayo yanaendelea hivi sasa, wanachama wa klabu ya Young Africans wangeambiwa? Jibu ni hapana. Jibu ni hapana.
Lakini ukiacha hivyo pia, ukiacha tu jibu ni hapana. Young Africans na mashabiki zake, sijui vizuri. Young Africans na mashabiki zake leo hii wanaivamia TFF na bodi ya ligi kusema kwamba kanuni hazikutumika tarehe 8. Sijui vizuri. Lakini ukienda kwenye ile barua ya TFF vifungu vyote vya kikanuni vilitajwa pale. Unanielewa vizuri? Young Africans wametengeneza propaganda ya kwamba wanaupigania mpira wetu. Young Africans wametengeneza propaganda ya kwamba wanaupigania mpira wetu kupitia viongozi wao ili waendelee kuwapumbaza mashabiki na wanachama wao. Naomba rudia hapo. Young Africans kupitia uongozi wao wametengeneza propaganda ya kwamba wanaupigania mpira wetu ili kuwapumbaza mashabiki na wanachama wao. Yanga wanaupigania mpira wetu. Yes, nakubali. Kwa nini tarehe 8 baada ya kuahirishwa mechi walikuwa wanazidai alama 3? Kwa nini Young Africans walienda kasi? Si wanapigania mpira wetu? Isingekuwa tarehe 8 ile mechi kutokuchezwa, Young Africans kupitia viongozi wao wangekuwa radhi kuwaambia mashabiki na wanachama ya kwamba walikuwa hawajalipwa fedha za misimu mitatu ya ubingwa wa Confederation Cup. Na kama sio, kama kweli wanaupigania mpira wetu, kwa nini hawakutaka kuisaidia Simba na kushirikiana nao siku ile ya tarehe 7 kujua chanzo cha Simba kilichosababisha wasifanye mazoezi pale? Kama kweli wanaupigania mpira wetu. Najaribu kutengeneza hizi hoja za msingi ili watu wasijibu kwa facts. Sijui unanielewa vizuri? Unagundua ya kwamba Simba na Yanga hata siku moja hawajawahi kukaa na kuupigania mpira wetu. Simba na Yanga always wanapigania maslahi yao. Na ndio maana tarehe 7 baada ya kutoka taarifa ya kwamba Simba Sports Club hatopeleka timu uwanjani na hatocheza ule mchezo, asubuhi yake Yanga na wenyewe waliibuka na barua ya kwamba hatutoenda kucheza mchezo. Tumekaa pale mimi na wewe, makamu wa rais mwenye nandi wa klabu ya Africans Arafat Haji akasema nitashangaa sana kama huu mchezo utafanya nini? Utachezwa. Unakumbuka? Unakumbuka vizuri? Hawa ndio wanaupigania mpira wetu. Sasa kama alisema vile, mimi ndio nikawa najiuliza kwa kitu ya kawaida. Na Africans wanaupigania mpira wetu, kwa nini wasingetaka kutafuta solution na kutafuta tatizo lililopelekea Simba kutokufanya mazoezi siku ile? Wangeenda bodi ya ligi, wangewaita Simba, wangekutana na Simba, wangekutana na bodi ya ligi, wakamwambia jamani, tunataka tujue sababu ilofanya Simba kutokufanya mazoezi ni ipi? Kwa nini Simba hawajafanya mazoezi? Kawe tutafikia kuizungumzia dabi ya Kariakoo na tutaangalia chanzo kwa namna ambavyo mechi 8 ilikuwaje. Tuangalie ile sakata la Yanga na TFF. Young Africans na TFF, lakini kauli ya Wallace Karia ni kwamba siku zote unapoichezea mamlaka basi utaumia. Young Africans nini kinawapa kiburi ama nini kinawapa nguvu ya kubishana na TFF kwa namna ambavyo ya hili sakata linavyoendelea? Malezi mabaya. Yaani kinachotokea ni malezi mabaya. Kinachotokea ni malezi mabaya. Malezi mabaya ambayo wamelelewa Simba na Yanga kwenye nchi yetu na kwenye mpira wetu ndio yanasababisha leo hii Young Africans wanawadindia mamlaka na kuwaumiza vichwa mpaka hapa ilipofikia. Sijumla vizuri. Yanga wanaamini mtaji waliokuwa nao wa mashabiki. Yanga wanaamini watu waliokuwa nao kwenye serikali ya nchi hii wana uwezo wa kuwatikisa TFF na bodi ya ligi wakafanya kile ambacho wanachokitaka. Sijumla vizuri. Ndio maana wanafanya nini? Wanawavimbia. Laiti kama Young Africans wasingekuwa wanapata jeuri ya mashabiki, jeuri ya baadhi ya viongozi ambao wapo juu kwenye mamlaka ya kiserikali na kuhakikishia, Young Africans wangefiata hivi mkia na vilabu vyote vya Tanzania ikiwemo Simba Sports Club.
Kuna namna ambavyo viongozi wa Young Africans lakini pia Ali Shabani Kamwe kuibuka na kuzungumza mambo kama yale ambayo yalitokea kwenye kikao. Kauli za Ali Kamwe ulizisikia. Hamisi Kabwe, kabla tujatazama matakwa yale ambayo Young Africans wameorozesha kuelekea katika dabi ya Kariakoo, Ali Kamwe amezungumzia mambo mengi sana na akaibuka kwa jaziba kali sana. Kwako viongozi wa Young Africans lakini pia Ali Shabani Kamwe kwa ujumla kama msemaji wa Young Africans, kwako hii imekuwa ni taswira gani kwa upande wa viongozi wa Young Africans lakini pia akiwemo msemaji wao? Lazima niwe specific. Kwenye hili sakata kiukweli hakuna kiongozi yoyote wa Young Africans ambaye anaweza akaja akatoka na kusema kwamba yeye ni msafi, ikiwemo mpaka Ali Kamwe. Ndio maana siku ile kwenye press conference kama ulikuwa unaangalia, alikuwa anazungumza kwa kupanic sana, sio vizuri. Katika siku ambazo Ali Kamwe amezungumza kwa kupanic bila kurelax ni siku ile, kiasi ambacho kuna baadhi ya vitu alivizungumza mpaka baadaye vinaweza vikamletea matatizo kwa sababu atapelekwa kwenye kamati ya nidhamu. Na akipelekwa kwenye kamati ya nidhamu wakati bado ana kesi, unakumbuka ana kesi, inaweza pia ikamletea shida ya kufanya nini, ya kufungiwa. Hakuna msafi kwenye uongozi wa Young Africans. Hakuna msafi kwenye uongozi wa Young Africans. Yeye ndo president. Yaani unapozungumzia uongozi wa Young Africans unamzungumzia nani? President wa klabu. Yeye ndo anaruhusu ya mambo yote yanayoendelea kutokea. Young Africans hawajalipwa fedha ya misimu mitatu kama mabingwa wa Confederation Cup, kombe la TFF. Yeye akiwa president. Hii haiwezi kuwa sawa sawa. Kwa hiyo uongozi wote unaoona hapa hauko salama. Mpaka CEO Andrew Mtine hayupo salama. Uongozi wa Young Africans, kwa kifupi narudia tena, uongozi wa Young Africans haupo salama. Yaani haukupaswa kuendelea hata kushindana tena na TFF kwa sababu mamlaka TFF wao wenyewe Young Africans wote hawako salama kwa hichi ambacho kinachoendelea. Sio vizuri. Kwa Ali Kamwe siku ile anatoka anazungumza kuhusiana na issue nzima ambayo iliendelea na namna ambavyo walivyozungumza. Akaja akatupa exclusive. Fikiria kwa jinsi ambavyo walivyopanic, akaja akatupa exclusive kwamba siku ile wakati simu anaenda kufanya mazoezi, kuna kigogo kutoka serikalini ndo alipiga simu geti isifunguliwe. Lakini kama haitoshi, Ali Kamwe alimjua yule kiongozi. Kwa nini hakumtaja? Anasema ripoti mpaka inandii itoke kwa bodi ya ligi na wao mtaji au Almas Kasongo siku ile angemtaja. Africans ni freedom fighters wanapigania mpira wetu. Ali Kamwe msemaji wa Young Africans, Yanga ambao wanapigania mpira wetu, kwa nini hakumtaja yule kiongozi? Kwa sababu yeye ndo kalifikisha ili sakata hapa lilipofika, ndo kaibua ya mambo yote hapa. Ina maana kama Simba siku ile ungefanya mazoezi mpaka leo haya masakata yote yasinge kuwepo. Freedom fighter, mmoja kati ya ma freedom fighter Ali Kamwe, kama kweli ni kiongozi ambaye amekamilika na kiongozi ambaye anasimamia uweledi na Yanga wapo kwa ajili ya kupigania mpira wetu, kwa nini hawakumtaja yule kiongozi? Sio vizuri. Young Africans si wametaja wanawadai nandi TFF. Young Africans wametoka wametaja madudu ambao wanafanya TFF hapa, si ndio? Why walishindwa kumtaja yule kiongozi? Yes, bodi ya ligi wanatukosea. Hawajatoa ripoti. Si maana yake? Na hawajamtaja yule kiongozi. Ni kweli kabisa. Hawadeserve kuwa pale. Nyinyi ambao mnawasema wale hawadeserve kuwa pale, mmemjua huyo kiongozi. Kwa nini hamkumtaja wakati nyinyi pia mnaupigania mpira wetu? Hilo ni swali la msingi ambalo kama ningekuwepo siku ile kwenye mkutano wa waandishi wa habari, mimi ningemuuliza Ali Kamwe. Na nafikiri kwa ninavyomjua alivyokuwa na short temper, angenifukuza kwenye ule mkutano. Sio mnaelewa vizuri? Angenifukuza kwa sababu end of the day unatuambia nyinyi mnatuambia nyinyi mnapambania mpira. Alafu nyinyi hao pia mnatuambia vitu nusu nusu. Amoni kwamba nyinyi mnatengeneza ubaya kwa hawa ili kujisafisha nyinyi, ili nyinyi muonekane wazuri kwa mashabiki wenu, muonekane wazuri kwa wanachama wenu. Alafu hawa mnawapaka matope ili waonekane wabaya, waondoke kwenye shirika. Yanga wanapaswa kujitathmini. Vibaya mno tena 100%. Sio kujitathmini tu. Mpaka hivi sasa
wanacholilia kwa TFF kwamba ule uongozi ujiuzuru. Ndicho ambacho pia sisi wadau tunacholilia kwao. Uongozi uliokuwepo madarakani wa Young Africans hauna uhalali wowote wa kuendelea kuwepo madarakani. Uongozi ambao upo madarakani hivi sasa kwenye Coast Young Africans unapaswa kujiuzuru. Hauna uhalali wowote wa kuendelea kubaki madarakani. Na shida kubwa ipo hapa. Yanga wapo madarakani kwa sababu mashabiki na wanachama hawahoji viongozi wao kwa makosa wanayofanya. Mashabiki na wanachama wa Young Africans wao wanatetea makosa ya viongozi wao kuhoji watu wengine. Kwa hiyo wanachama wa Young Africans pamoja na viongozi wote kuna shida. Naomba tuweke wazi. Yaani kuna shida tena kubwa mno Kati ya wanachama, mashabiki ndio wanasababisha viongozi wa Young Africans kuendelea kufanya makosa kadiri ya muda unavyozidi kwenda. Wanachama na mashabiki ndio wanasababisha viongozi wa Young Africans kuendelea kufanya makosa kadiri ya muda unavyozidi kwenda. Hawahoji wakiwa kwenye mikutano yao, hawahoji kuhusiana na hasara, sijui faida na masuala fedha zinazotoka, kila kitu kinachofanyika pale hawahoji. Wao ni kuitikia ndio kwa sababu Yanga inafanya vizuri. Sio vizuri kwa sababu Yanga imechukua ubingwa mara 3. Kuna baadhi ya vitu muhimu hawahoji. Hawahoji. Kwa nini hawahoji? Alafu wao mashabiki wanaenda wanawatukana TFF na bodi ya ligi. Shabiki na mwanachama wa Yanga hana uhalali wa kuihoji wala kuitukana bodi ya ligi na TFF. Anapaswa kuutukana na kuhoji uongozi wake. Lakini mashabiki pamoja na wanachama wa Yanga hawapaswi kuutukana wala kuuhoji uongozi wa TFF. Wanapaswa kuuhoji na kuwatukana viongozi wao ambao wao walikubali misimu 3 viongozi. Yaani viongozi waliaminiwa na wanayanga wakawaweka madarakani wasimamie mali zao, wasimamie kuhusiana na masuala yote yanayohusu masuala ya kimpira. Hao viongozi ndio wamekubali wale TFF misimu 3 mfululizo kutokuwapa pesa zao. Alafu wao wanachama na mashabiki wa Young Africans badala ya kudili na viongozi wao wanadili na TFF. Wewe unaona hiyo ni akili? Kwa hiyo mashabiki na wanachama wa Young Africans wana shida. Naomba rudia hapa kabla. Mashabiki na wanachama wa Young Africans wana shida. Naomba turudie tena kwa mara nyingine. Wana shida. Mashabiki wa Young Africans na wanachama wana shida. Yaani mbona iko wazi? Tuweke nukta kwenye hilo kabla tumezungumza kwa upana sana. Tuelekee sasa kuimulika dabi ya Kariakoo ambayo mani apewi huyu. Sio vizuri. Tukaelezea kwa nini. Tukatoka hapo Yanga wakasema wanaenda kasi. Kama jamani Yanga kienda kasi hawezi kushinda, hichi kiko hivi na hivi. Unakumbuka wewe? Ni series imeenda hii. Imetoka hapo Yanga wakaambiwa warudi kwenye kamati. Tukamwambia jamani hata Yanga hawezi kwenda kwenye kamati, huyu Yanga inavyoonekana kapania ili swala hawezi kwenda. Tukatoka hapo tena tukarudi. Yanga kabadilisha upepo. Kwenye hiyo dabi ka change court hapo kapeleka kwenye kombe la TFF. Yanga anadai fedha zake TFF. Sio vizuri. Yaani umekuwa ni mdorongo mkubwa sana kutokea tarehe 8 mpaka tarehe 15 ya mwezi Juni. Rai kwamba vyombo vya habari na vya online kwamba naombeni mnipumzishe. Leo si Alhamisi. Baada ya Jumapili, wiki nzima hiyo mna nafasi ya kuja mimi kunihoji. Ila kuanzia mpaka hivi sasa hutaki chombo chochote. Sitaki. Na leo hii ndio siku ya leo naitoa ya mwisho. Sitaki. Nimeshaelezea sana kanuni, nimeshaelezea sana mapungufu kwa sababu mimi kiukweli kwenye hili swala nimeshawaambia kabisa mashabiki wa Yanga. Mtaniona mbaya. Ulimi wangu nitautumia kama mahakama kuhukumu haki. Kwa sababu mpira wa miguu wa Tanzania unaendeshwa na vilabu hivi Simba na Yanga. Yaani wao wanapenda ubalance. Mimi sitaki. Yaani nishasema si balance. Huo ndio uhalisia. Tuweke nukta. Tutakutana mimi na wewe Jumapili tarehe 15. Shukrani sana ndugu yangu. Jumapili huwezi kunipata kaka. Huwezi kunipata Jumapili mpaka mechi iishe. Yaani kuanzia hapa. Mpaka mechi iishe. Ndio mpaka mechi iishe. Yaani kuanzia Jumapili kuanzia saa 1. Kuanzia saa 1. Shukrani sana ndugu yangu. Sasa saa 1 wewe huwezi kuja, najua ni uongo. Wewe utanifuata Jumatatu kazini kule. Shukrani sana ndugu yangu. Nashukuru sana ndugu yangu.